Bwana Yesu asifiwe tena kwa wakati mwingine, na ni wakati mzuri ambao tunaendelea kujifunza katika channel yetu hii ambayo ni mahususi kabisa kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu. Na tumekuwa na mfululizo wa somo lenye kichwa cha ujumbe nyakati katika wokovu, na katika sehemu iliyopita tulianza kuangalia tunazungumza jambo gani tunaposema nyakati katika wokovu, na tunachokitazama tu ni kwamba muamini ambaye amepokea wokovu, ndani ya wokovu huo kuna nyakati. Kuna wakati uliopita, kuna wakati uliopo ama unaoendelea, na kuna wakati ujao. Na katika sehemu iliyopita tulitazama wakati uliopita, na kimsingi katika wakati uliopita wokovu, katika nyakati wakati uliopita tumeiangalia zaidi kazi ya Mwokozi, kile ambacho alikifanya, na mtu anapokuwa ameamini katika kile ambacho Kristo Yesu amekifanya, ni nini anakuwa amepokea. Kwa hiyo tuliangalia katika wakati uliopita tunaona kuna utambulisho, kuna namna ambavyo huyo mtu ambaye ameamini anapokea siri mpya kabisa ambayo imo ndani ya kile ambacho Kristo Yesu katika kazi yake ya wokovu amekifanya. Na tumeona katika wakati uliopita ni Mwokozi peke yake, ni kazi ambayo imemtegemea Mwokozi peke yake, na kinachofanyika kwa mtu ni kuamini, anapokea. Kinachofanyika kwa mtu ni kupokea kwa imani. Na tumeona kwamba katika wakati uliopita huyu mtu amesamehewa, huyu mtu katika wakati uliopita amehesabiwa haki, amekuwa mwana wa Mungu. Hizo zote zinazungumza asili, hizo zote zinazungumza utambulisho. Ni jambo ambalo haliwezi likabadilika kwa namna iwayo yoyote, kwa wakati wao wote. Ni asili ya muda wote ambayo huyu mtu anakuwa nayo. Wokovu katika wakati uliopita uko katika sura hiyo. Sasa tunaendelea na wokovu katika wakati uliopo, na tunapoendelea hapa kujifunza na kuzungumza habari hizi njema kabisa na nzuri, ninaomba na kupokea kwamba macho ya mioyo yetu yanazidi kutiwa nuru, tunazidi kujiona, kujitazama, kujielewa namna tulivyo ndani ya ile kazi ambayo Mwokozi amefanya, nini tumepokea, na tunazidi kuwepo ndani ya maisha ambayo yana ufanisi kabisa kulingana na ufahamu ambao tunaupata, na Baba anazidi kutukuzwa katika maisha yetu. Amen. Sasa tunaendelea kutazama wokovu katika nyakati, wakati uliopo ama wakati unaoendelea. Huyu mtu amekwisha amini, huyu mtu amekwisha pokea utambulisho mpya, amekwisha wekwa kwenye nafasi fulani. Sasa tunapozungumza wokovu katika nyakati, wakati uliopo ama wakati unaoendelea, tunazungumza jambo gani? Tunazungumza kile ambacho Kristo Yesu anaendelea kufanya ndani ya muamini na kupitia muamini. Unaweza ukasikia nyimbo kama yote alimaliza pale Kalvari. Ni kweli alimaliza kukupa utambulisho, ni kweli alimaliza kumpa muamini haki na msamaha na vitu vyote ambavyo tumeviangalia katika wakati uliopita. Lakini kuna kazi ambayo Mwokozi anaifanya katika wakati uliopo, katika maisha ya muamini, ndani ya muamini na kupitia muamini. Na hapa itamtaka muamini pia aoneshe ushirikiano. Na hapa ndipo ambapo tunaanza kuzungumza wajibu wa muamini. Na hapa ndipo ambapo tunaanza kuzungumza mwenendo wa muamini na mambo yote yanayofanana na hayo. Kubaki tu kwamba nina asili ya kiungu, kubaki tu kwamba nimesamehewa, kubaki tu kwamba nimehesabiwa haki, kunaweza kusiwe na maana. Ni lazima haya yote ambayo muamini amepokea yaanze kuonekana katika namna ya nje, yaanze kuonekana katika mwenendo uoneshe kwamba hakika huyu mtu ameamini, huyu mtu ameamini. Ndo hapa yanakuja yale mambo ya kusema kwamba imani bila matendo imekufa. Inakuwa imekufa kama hakuna mwenendo, inakuwa imekufa kama hatuoni katika namna ya nje, na imekufa katikati ya watu. Kwa Mungu ndio inaweza ikawa imebaki kwamba kwa sababu Mungu anatazama ndani, huyu mtu anaamini, lakini lazima tuone katika namna ya nje. Kwa hiyo tunaona sasa
wokovu nyakati katika wokovu, wakati unaoendelea, tunachokiona ni kwamba muamini anapaswa kuenenda katika namna ambayo ameitiwa. Muamini anapaswa kuenenda sawasawa na kile ambacho amepokea. Muamini tena hana maisha holela, hana maisha ya ilimradi, hana maisha yake mwenyewe tu anajisikia anavyofanya na vitu kama hivyo. No, muamini anao mwenendo fulani, ameitwa katika namna fulani ya maisha. Ule wokovu aliopokea, ile imani ambayo amepokea, ile asili ambayo amepokea, ile haki ambayo amepokea, ule msamaha ambao amepokea, unampa namna nyingine ya kuenenda. Kwa mfano unaposoma Waefeso 4:1 anasema, kwa hiyo na wasi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Paulo mtume anawaambia hawa ndugu katika kanisa la Efeso, jamani, na wasi mwenende kama unavyostahili wito wenu mlioitiwa. Kwa kuna namna ambavyo muamini anapaswa aenende kulingana na ile asili aliyoipokea, kulingana na kile ambacho kimefanyika ndani ya Mwokozi, ambacho yeye amekipokea kwa imani, kimo ndani yake. Na kutokea hapo kuna mtiririko tofauti wa maisha ambao huyu mtu anapaswa kuenenda. Kwa hiyo unaona, anawasisitiza, anasema mwenende kama inavyoustahili wito wenu mlioitiwa. Lakini pia Wagalatia 5:16 na 25 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Mstari wa 25, tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Kwa hiyo muamini ana mwenendo fulani. Muamini sio kama mtu asiyeamini. Yeye kwa sababu ameamini katika kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo, ana namna fulani ya kuenenda. Paulo anasisitiza Waefeso mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Lakini pia Paulo huyo anasisitiza, anatazamisha katika Wagalatia kwamba muamini anapaswa kuenenda kwa Roho, anapaswa kuenenda katika asili ambayo ameipokea, anapaswa kuenenda katika namna ambayo ameitiwa. Katika ule mstari wa 25 anaposema tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, Kiswahili kidogo imeweka katika namna fulani, lakini kinachomaanishwa hapa ni kwamba tukiishi kwa Roho, ukienda katika maneno ya asili, anachokimaanisha ni kwamba kwa sababu tuko hai sasa katika Roho, kwa sababu sasa tuna utambulisho mpya, kwa sababu sasa tumewekwa mahali pamoja na Mungu. Unakumbuka katika wakati uliopita tulizungumza mambo fulani, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja na sisi hapa, ni vizuri kutangulia kwanza kuangalia sehemu zilizopita ili tuende pamoja katika sehemu ya sasa. Kwa hiyo anawasisitiza mna asili mpya, nyinyi mmetokana na Mungu, mmetokana na Roho. Ndio maana ya kwamba tukiishi kwa Roho, yani because we are alive in the spirit. We are alive in the spirit. Kama umefuatilia masomo ya kuzaliwa mara ya pili, umefuatilia masomo ya Injili na somo lililopita, inakuwa ni rahisi kwenda pamoja kwa anaposema ama anapofafanua katika namna hii. Kwa anaposema tukiishi kwa Roho, anamaanisha kwamba tuko hai ndani ya Roho, tunatokana na Roho, tuna asili mpya katika Roho, na huyu ni Roho wa Mungu hapa anayemzungumzia. Kwa hiyo anasema kwa sababu hiyo sasa na tuenende kwa Roho. Kuna utaratibu wa namna ambavyo tunapaswa kwenda. Kuna mtiririko mpya wa maisha ambayo muamini anapaswa kuwa nao. Ni tofauti kabisa na namna ambavyo dunia inatazama. Kwa hiyo kwa kuendelea kujenga msingi hapo, Paulo anaendelea kusisitiza. Kwa mfano unaposoma hata Warumi mlango wa 12 mstari wa 2 pale, anawatazamisha, anawaambia wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
Kwa hiyo anawatazamisha hawa ndugu, anamtazamisha muamini kwamba ageuzwe nia. Roho yake imeokolewa, roho yake iko salama, roho yake imepatanishwa na Mungu, ni roho moja pamoja na Mungu. Lakini nia, anapozungumza nia, anazungumza mind, anazungumza ufahamu. Ufahamu wake ni lazima sasa ubadilike, uweze kulingana na kile ambacho amekipokea ndani yake. Na hapa ndipo mwenendo mzima baadaye unaweza ukabadilika. Ni lazima muamini ageuzwe nia. Hii ni kazi ambayo inaendelea ya kugeuza nia, ya kufanya nia ifanane sawasawa kabisa na kile ambacho amepokea, kile ambacho kimo ndani yake. Nia ni lazima igeuzwe, ufahamu ni lazima ugeuzwe. Aanze kuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na maisha, aanze kuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na yeye ni nani, anatokea wapi, utambulisho wake uko wapi. Ni lazima ufahamu uanze kubadilika, na ufahamu unapobadilika na mwenendo pia unafuata, unabadilika baadaye. Na tunaanza kuona sasa hakika tukiishi kwa roho tunaenenda kwa roho, kwa sababu tuko hai katika roho, tunaenenda kwa roho. Kwa hiyo tunapozungumza wokovu, nyakati katika wokovu, wakati uliopo ama wakati unaoendelea, tunazungumza wajibu wa muamini, tunazungumza mwenendo wa muamini, tunazungumza namna muamini ambavyo anatazama mambo, namna ambavyo muamini anachukulia maisha na mambo haya yote kwa ujumla wake. Na hapa ndipo ambapo matendo pia ya muamini yanapaswa pia kuonekana, kwa sababu ameamini, kuna namna fulani ameamini, tutaona katika mwenendo wake. Sasa hebu tuangalie mambo ya msingi manne ambayo haya ni muhimu kuwepo katika nyakati katika wokovu, wakati uliopo, wakati unaendelea. Muamini lazima apatikane katika haya, ili haya maneno yaweze kuwa halisi, kwamba tukienenda kwa roho kamwe hatutotimiza tamaa za mwili. Anazungumza hapa asili mbili. Anazungumza asili ambayo mtu ameipokea ndani ya Mungu, na anazungumza asili ambayo ni ya kale, ni utu wa kale, ni mambo ambayo hayamhusu tena muamini, mambo ya mwilini. Na katika huo waraka wa Galatia mlango wa 5 anayataja pale. Baada ya kuzungumza hapo, anataja hayo mambo ni yapi. Lakini pia anasema tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Ili haya mambo yaweze kuwa halisi, kuna mambo ya msingi ambayo muamini ni lazima awe nayo nyakati zote, adumu katika hayo, ili kuweza kumpa hamasa ya kupatikana katika hayo ambayo nimeyazungumza, ili kuweza kuyafanya hayo mambo yaweze kuwa halisi. Unajua muamini ana uhusiano na Mungu tayari wa wakati wote. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja pamoja naye, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho pamoja naye. Kwa hiyo ana uhusiano wa Mungu pamoja. Lakini ili kufanya uhusiano uweze kuwa dhahiri, ku-exercise uhusiano, ni lazima haya mambo yaweze kupatikana. Yakipatikana haya mambo ambayo tunaenda kuyaangalia muda sio mrefu, basi tutaanza kuona uhalisia wa kile ambacho muamini amekipokea. Nakumbuka uhalisia huu ni muhimu sana katika mahusiano ya mtu na mtu, katika uhusiano wa mtu na mtu. Mungu ndiye anaangalia moyo, anaangalia umeshaamini na vitu kama hivyo, lakini uhusiano wa mtu na mtu utahitaji haya mambo. Wokovu, nyakati katika wokovu, wakati uliopo, utahitaji haya mambo. Kuna mtu anaweza kakaa na kusema Yesu alishamaliza. Kuna mambo kweli Yesu alishamaliza, lakini kuna mambo ambayo yanaendelea. Yesu anaendelea kufanya kama ambavyo nimezungumza tangia mwanzo. Yesu anaendelea kufanya kazi sasa. Alishafanya kazi ya ukombozi, na mtu anapoamini anakuwa ameshaokolewa milele, anakuwa ameshasamehewa milele, anakuwa mwenye haki milele, wakati wote. Hiyo haipungui wala haiongezeki kwa namna yote. Inategemea kazi ambayo tayari imefanyika. Lakini kuna kazi ambayo inaendelea, ambayo Yesu kwa roho wake anafanya ndani ya muamini na kupitia muamini. Kwa kuna wajibu wa muamini binafsi, lakini kuna wajibu wa muamini kwa waamini wengine, ama kwa watu wengine ambao wamemzunguka.
kwa kile ambacho amekipokea. Kwa kuna haya mambo ya msingi sana ambayo yanaendelea tukiwa ndani ya wokovu, tunaendelea nayo. Tunaanza siyapange kwa umuhimu kwamba hili ni la muhimu kuliko hili, kwa sababu yote yanahitajika kwa pamoja. Yote yatamjenga muamini katika mwenendo, yote atafanya kile ambacho muamini amepokea kiweze kuonekana kwa ukubwa wake. Jambo la kwanza, muamini ni mtu wa maombi. Muamini ni mtu wa maombi. Hili ni jambo ambalo linaendelea, lipo katika wokovu, nyakati katika wokovu, wakati unaoendelea. Muamini ni mtu wa maombi na amehimizwa kuomba. Unaposoma Wakolosai 4:2 inasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Dumuni ni jambo la wakati wote. Ije mvua, ije jua, muamini anapaswa kupatikana katika maombi. Uwe wakati ambapo anaona kama ana mahitaji na wakati ambapo hana mahitaji, muamini ni lazima apatikane katika maombi, awe anajisikia ama awe hajisikii. Haya ni mambo muhimu ya kuendelea kumjenga muamini katika imani, ya kuendelea kumfanya muamini kila alichokipokea kiweze kuonekana katika namna ya nje. Lakini pia Paulo anasisitiza katika Wathesalonike wa kwanza 5:17, ombeni bila kukoma. Yani msisitizo unaona ni jambo la nyakati zote, ni jambo la siku zote, ni jambo la majira yote, ni jambo la wakati ambapo nina mudi na wakati ambapo sina mudi. Ni jambo la lazima kuwepo katika maisha ya muamini. Lakini pia Waefeso 6:18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Kwa unaona ni jambo ambalo linapaswa lipo katika maisha ya muamini. Ni jambo ambalo litafanya ule uhusiano ambao muamini anao na Mungu uweze kudhihirika, uweze kuwa wazi. Upo wakati wote, lakini katika eneo la maombi unakuwa na unaleta maana yake. Unaanza kuonekana kweli huyu mtu ameunganishwa na Bwana. Maombi ni jambo la lazima, ni jambo ambalo linakuwepo katika wakati unaoendelea ndani ya wokovu. Na kama ambavyo nimetangulia kusema hapo mwanzo, unaona tunapojifunza nyakati katika wokovu, wakati uliopo ama unaoendelea, tunazungumza wajibu wa muamini. Kwa hiyo ana wajibu wake binafsi, lakini pia ana wajibu kwa wengine. Unaona Paulo anazungumza kuomba, lakini pia anazungumza kuombea wengine. Na ndivyo muamini ambavyo anapaswa kuishi ama kuenenda, apatikane katika eneo la maombi. Maombi sio paka wakati ambapo muamini ana mahitaji. Ataomba kwa ajili ya mahitaji, lakini na maana kubwa zaidi ni sehemu ya kudhihirisha uhusiano alionao pamoja na Mungu. Huyu amepatanishwa na Mungu, huyu yuko pamoja na Mungu. Ni sehemu ya kuongea na Baba, ni sehemu ya kufanya ule uhusiano uweze kuleta maana yake, uweze kuwa wazi. Lakini ni sehemu ambayo pia muamini Mungu, kama ambavyo nimesema, Yesu Kristo katika roho anafanya kazi ndani ya muamini na kupitia muamini. Ni sehemu ambapo katika maombi, eneo la maombi ni sehemu ambapo Mungu anafanya kazi na muamini. Anafanya kazi na muamini. Unaposoma kwa mfano Waefeso 3:20 inaweza kukuonesha hichi kitu. Muamini amewekwa sehemu ya juu sana, ameketishwa pamoja na Kristo, anaomba kutokea mahali pa juu sana, na anapoomba basi Mungu anakuwa kazini. Kwa mfano unaposoma Waefeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yoyote tuyaombayo au tuyawazayo. Kwa hiyo Mungu anafanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo ama tuyawazayo. Lakini anatazamisha ni kwa namna gani? Anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu anafanya hivyo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya muamini. Kumbuka muamini amepokea kitu kikubwa sana. Nguvu ile ambayo imemfufua Kristo kutoka katika wafu inakaa ndani ya muamini. Na eneo la maombi ni mahali pa kuexercise hiyo nguvu. Ni mahali ya kufanya nguvu za Mungu ziwe katika utendaji. Ni mahali pa kufanya Mungu
aweze kufanya mambo. Umeona kuna ushirikiano. Anafanya ndio, lakini kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani ya muamini. Ndani ya muamini. Yesu Kristo bado anatenda kazi, na anatenda kazi kupitia muamini. Anatenda kazi kupitia wewe uliyeamini. Usipoomba, Mungu hawi katika utendaji. Unapoomba, Mungu anakuwa katika utendaji. Hana nguvu? No, Mungu ana nguvu zote. Anaweza kila kitu, lakini amechagua hivyo. Amemheshimu mwanadamu na amemweka hapo afanye kazi pamoja na yeye. Anapoomba, Mungu anakuwa kazini. Anaponyanyua kinywa chake na kuzungumza mambo fulani katika mazingira yaweze kubadilika, Mungu anakuwa kazini. Utendaji wa Mungu unakuwa mahali pale, na mambo yanatokea, mambo yanabadilika, mambo yanageuka, kwa sababu kuna mtu anaomba. Kuna muamini ambaye anaomba. Maombi ni jambo ambalo linaendelea. Unaweza kukuta muamini mmoja pengine hajajifunza vizuri, ama pengine tu maneno tu ya uvivu na uzembe na vitu kama hivyo, kwamba Yesu alikwisha maliza. Ndio, Yesu alikwisha maliza, lakini bado kuna kazi anaendelea kufanya. Na tutakapoendelea kuangalia kuna kazi atakuja kufanya katika wakati unaokuja. Kwa hiyo alifanya hiyo kazi ili akualike wewe na mimi tunaoamini na mwingine yote anayeamini kwa ajili ya kazi inayoendelea. Anafanya sasa ndani ya muamini na kupitia muamini. Kwa hiyo tunaona hili ni jambo ambalo ni la muhimu muamini kufahamu na kuelewa kwamba lina kuwemo katika wakati ulio. Ndio maana Paulo anasisitiza dumuni. Na kuna sehemu nyingine Yakobo anatuambia maombi ya mwenye haki yanafaa sana. Yanafaa, lakini katika namna gani? Akiomba kwa bidii. Akiomba kwa bidii. Kuna nguvu ya Mungu inakuwa katika utendaji. Kwa hiyo tunaona hili ni jambo ambalo muamini lazima alielewe kwamba hajaokolewa kuishi kiolela, ameokolewa kupatikana katika maombi. Maombi yake binafsi katika wakati wake, maombi ya kukusanyika pamoja. Vyote anatakiwa apatikane. Namna zote hizi anatakiwa apatikane. Lakini pia muamini ni mtu wa neno, mtu wa neno. Neno la Mungu halikuepeki. Aliokolewa kwa neno, alisikia neno la wokovu, ile injili ambayo ilikuwa na ushawishi wa Roho, na ataendelea kuishi hivyo hivyo. Ataendelea kuishi kutokana na neno. Neno ni muhimu. Inasema katika Petro wa kwanza 2:2, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kwa hiyo na hapa anachokizungumza, anazungumza tu lugha za picha hizi, lakini anazungumza neno. Na hii sio tu kwa muamini mchanga wa jana ama wajuzi ama wa mwezi mmoja ama mwezi miwili, ni jambo la muda wote. Hii ni kama chakula. Mambo yote ambayo anazungumza hapa ni kama chakula, ama ni kama kuwa na na kama ambavyo mwanadamu katika namna ya mwili anavyopumua, anavuta hewa ndani na kutoa hewa nje. Bila haya mambo yote yakikosekana hakuna uhai. Na haya mambo pia yakikosekana, kile ambacho kimepokelewa kitabaki kuwa dormant. Hiyo nguvu ambayo tunasema huyu muamini anayo iko ndani yake, itabaki kuwa dormant. Lakini pia ile asili ambayo tunasema huyu mtu ametokana na Mungu, huyu mtu ameoshwa, huyu mtu ametakaswa, huyu mtu ni mtakatifu, huyu mtu amesamehewa milele, huyu mtu yuko pamoja na Mungu milele katika uhusiano usiovunjika kwa namna yote ile. Kama haya mambo yatakosekana, haya mambo yote yatabakia kuwa dormant, yatabaki kitu kuwa ndani ya muamini, yasionekane katika namna nje. Kwa hiyo tunaona jambo lingine la muhimu sana ni neno. Neno alipaswi kukosekana katika maisha ya muamini. Kusoma neno katika wakati binafsi, kujifunza, sio tu kusoma lakini kujifunza, kuelewa kile ambacho kinasomwa, kujifunza, kusoma na kujifunza. Lazima haya mambo, hii ni lifestyle ya muamini. Hivi ndivyo ambavyo muamini anapaswa kuishi. Hapa ndipo ambapo muamini anapaswa kupatikana. Kwa hiyo tunaona neno ni muhimu. Anasema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno. Hiyo mbegu anayozungumza ni neno. Na neno hili lilikuwa na ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuwe na uhakika kwamba tutaendelea kukua kwa sababu tuna neno. Bila neno, bila haya mambo hakuna kukua. Hakuna tena mtu atabaki kuwa mtoto, lakini tunatazamiwa kufika mahali pa kuwajibika.
kufika mahali pa kujiwajibisha mwenyewe, lakini pia kuwajibika kwa ajili ya watu ambao wametuzunguka kama waamini. Hatui tena watu wa kuingia kanisani na kutoka, watu wa kuingia katika kusanyiko na kutoka, ama kuwa wapenzi watazamaji. Yani tu unatazama mambo yanayoendelea, hauhusiki kwa namna yote ile. No, unapaswa kuhusika. Una kazi yako ofisini, sawa, una muda wa kuwa na kazi, lakini linapokuja swala la huduma ni la pamoja, sio la watu fulani. Linapokuja swala la huduma sio la watu fulani. Na bila haya mambo itakuwa ni ngumu kupatikana hudumani, ni ngumu kupatikana katika kuwajibika katika mwili wa Kristo. Kila muumini anapaswa kwa namna moja ama nyingine awajibike ndani ya mwili wa Kristo. Na tunaendelea kuangalia. Kwa hiyo Paulo anamuhimiza Timotheo, anamwambia hivi katika Timotheo waraka ule wa pili, mlango wa pili mstari wa 15, anasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la kweli. Sasa Kiswahili kidogo inasema jitahidi, lakini ukienda kwenye KJV inasema study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kwa hiyo anachokizungumza hapa ni kustudy, kupatikana kwenye study. Unapatikana kwenye Bible study. Bible study yako binafsi, Bible study ya katika kusanyiko. Ni lazima Bible study ni muhimu kwa sababu anasemaje? Usiwe mtu wa kutahayari. Kutahayari kuna kutokana na nini? Kunatokana na pale ambapo tunakuwa hatutumii neno la kweli kwa halali. Not lightly dividing the word of truth. Muamini ni lazima awe mtu ambaye anaelewa anachokisoma, na anapoelewa anasoma na anapata kuelewa kile alichokisoma na anakitumia kwa halali. Anakitumia kwa halali. Neno limeandikwa lakini lazima litumike katika muktadha wake. Litumike namna ambavyo lilikusudiwa. Na hiyo itapatikana katika eneo la study. Kama hatui na study, hatui na muda wa kujifunza. Muda wa kujifunza wa kutosha tu, muda wa kujifunza wa makusudi kabisa, itakuwa ngumu sana kulitumia neno la kweli kwa halali. Kwamba imeandikwa haina maana kwamba nitatumia tu kilichoandikwa ninavyotaka. Nitatumia kile kilichoandikwa sawa sawa na namna ambavyo kimekusudiwa. Na hii itapatikana katika kustadi ama katika kujifunza. Na tunaweza tukawa na muda mwingine wa kuongea zaidi mambo haya ya kutumia neno la kweli kwa halali na vitu kama hivyo. Lakini cha msingi ambacho nataka kutazamisha hapa, neno ni muhimu. Tumeanza, maombi ni muhimu, neno ni muhimu. Haya ni mambo ambayo yanaendelea katika maisha ya muamini. Lakini jambo gani lingine ambalo muamini anapaswa kuwa nalo ama linapaswa liendelee katika maisha yake? Muamini ni mtu wa kukusanyika pamoja na waamini wengine. Muamini ni mtu wa kukusanyika pamoja na waamini wengine. Tangu mwanzo unaposoma Biblia yako utaona Mungu amekusudia kuwa na familia. Tangu mwanzo hakukusudia tu mtu awe peke yake, alikusudia pawe na familia. Tangu mwanzo Mungu amekusudia pawe na familia, familia ya Mungu. Na familia hii inakusanyika. So watu wanajiishia, huyu anaishi hivi, yule anaishi vile. Ni watu ambao wanakusanyika, ni watu ambao wanakutana, ni watu ambao wanajengana, ni watu ambao wanafaidiana, ni watu ambao wanapatikana pamoja. Na mwandishi wa Waebrania anahimiza hili jambo. Unaposoma Waebrania 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Desturi ya wengine ni kutokusanyika. Kwa hiyo anasema tusifanye hivyo, sisi tukusanyike, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kwa hiyo muamini ni mtu ambaye anapatikana katika makusanyiko. Kuna makusanyiko ambayo tumejipangia siku fulani za kukutana pamoja. Muamini ni lazima apatikane. Hapa ndipo ambapo anasema, kuna kitu anasema bali tuonyane. Hapa ndo mahali ambapo tutapata maongozi, tutapata kuonyana, tutapata kujengana, tutapata kusaidiana. Biblia imezungumza maeneo kadha wa kadha ambayo yanazungumza namna gani tunakusanyika vipi, na katika makusanyiko yetu vitu gani vinapaswa viendelee. Hivi vyote viko pale kwa ajili ya kumjenga muamini. Muamini ambaye anaishi tu peke yake, hapatikani katika makusanyiko, anaishi katika maisha ya hatari kweli kweli. Lakini pia hii
Inamtafsiri vipi muamini wa namna hiyo? Ameshindwa kuenenda katika upendo. Kuenenda katika upendo ni pamoja na kukusanyika. Kukusanyika ni mahali ambapo tutahudumiana mambo ya roho, ni mahali ambapo tutajengana na mambo ya roho, ni mahali ambapo tutatazamishana mambo ya Mungu, ni mahali ambapo tutatiana moyo katika kile ambacho tumekipokea ama katika kile ambacho tunakiamini. Hakuna mtu ambaye anakaa peke yake. Ni lazima pawe na kusanyiko. Muamini ni lazima apatikane katika makusanyiko matakatifu, yawe ya maombi, yawe ya kujifunza Biblia, yawe ya Roho Mtakatifu, yawe ya namna tofauti tofauti. Ni lazima apatikane katika maombi. Kutembea nje ya hiyo ni kutembea nje ya mapenzi ya Mungu, ni kutembea nje ya makusudi ya Mungu. Ni lazima apatikane. Hapo ndipo ambapo muamini ataweza hata kuexercise upendo, kwa sababu pia tumeambiwa tuenende katika upendo. Utawezaje kusamehe kama ukusanyiki na watu? Lazima ukusanyike na watu ambao wana background tofauti, ambao wametokea katika mazingira tofauti, ambao wana madhaifu na mapungufu ya namna tofauti. Hapo ndipo ambapo unaweza ukaexercise upendo, ukaufanyia kazi upendo wako. Hapo ndipo ambapo unaweza ukafanyia kazi ule uwezo wa kiungu ambao Mungu ameweka ndani yako, karama, vipawa, huduma za namna tofauti. Hapo ndipo ambapo zinaweza zikakua. Hapo ndipo ambapo zinaweza zikagusa maisha ya watu. Kumbuka nimesema tangia mwanzo, haya mambo yatatuonesha wajibu binafsi, lakini pia wajibu kwa waliotuzunguka, waamini wenzetu, katika makusanyiko na katika kuhusiana kwa namna tofauti. Tunajifunza nyakati katika wokovu, wakati unaoendelea ama wakati uliopo. Lakini tunaona kukusanyika ni jambo linaloendelea. Kukusanyika ni jambo linaloendelea. Muamini hakai peke yake. Muamini hana maisha ya peke yake. Muamini ana maisha ya familia. Ana maisha ya kukusanyika. Ana maisha sehemu ambapo ata exercise upendo wake. Ata exercise uwezo wa kimungu ambao Mungu ameweka ndani yake. Ata exercise msamaha. Biblia inasema tusamehe kama na sisi tulivyosamehewa ndani ya Kristo Yesu. Hizo sehemu ambapo unaweza kufanya hivyo. Na mambo mengine kadha wa kadha. Mambo mengine kadha wa kadha ambayo tunayaona yanaweza kupatikana katika familia ya Mungu ama yanaweza kupatikana katika kukusanyika. Lakini jambo lingine la muhimu ambalo muamini anapaswa alifahamu, ambalo lipo katika nyakati katika wokovu, wakati unaoendelea ama wakati uliopo, ni muamini ni mtu wa kuhubiri Injili. Muamini ni mtu wa kuhubiri Injili. Ni lazima ashirikishe imani aliyoipokea, kile anachokiamini. Ni lazima ashirikishe kwa wengine ambao bado hawajafikiwa na hiyo neema. Na yeye Mungu amemweka kama wakala wa kuweza kufikisha hicho kwa watu wengine. Wakorinto wa pili 5:17 mpaka 19. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huu ni wakati uliopita. Kuna mambo sasa anatakiwa aanze kuyatazama. Lakini vyote hivyo vyatokana na Mungu. Anazungumza ni namna gani? Anasema alitupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Tumepatanishwa na Mungu ili na sisi tuwapatanishe wengine na Mungu. Anaendelea kusema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Hayo maneno ndani yetu ni ndani ya muamini. Ni ndani ya mtu ambaye anasema amehesabiwa haki. Ni ndani ya mtu ambaye amesema amesamehewa dhambi zake. Dhambi zake zote zimeondolewa. Zote zimeondolewa. Za jana, leo na za kesho. Dhambi zake zote. Ile dhabihu imetosha kufanya hivyo. Ni mtu ambaye anasema ni mwana wa Mungu, ni mtoto wa Mungu. Ni mtu ambaye anasema amepatanishwa na Mungu katika uhusiano usiovunjika kwa namna iwayo yoyote. Ndani ya huyu mtu, Biblia inatuambia kwamba, Paulo anatuambia kwamba ametia ndani ya huyu mtu neno la upatanisho. Kwa hiyo wewe muamini, mimi ninayeamini, tumepewa huduma ya upatanisho. Kuna mtu mwingine amekaa kanisani, mimi sina huduma. Unayo huduma, bado tu hujaiona. Lakini pia kuna hii huduma ya wote, ya pamoja, ya kila mmoja kuhubiri Injili.
kushuhudia kwamba amefufuka, kushuhudia kwamba kunao msamaha, kushuhudia kwamba amani ipo ndani ya Kristo Yesu. Kuna kitu ambacho Mungu amekifanya. Kuna kitu ambacho mwanadamu aliyepotea sasa ana njia ya kurudi, ya kuwa pamoja na Mungu tena. Hiyo ni kitu ambacho, hilo ndio neno la upatanisho. Hiyo ndio injili ambayo kila mwamini anapaswa kupatikana akifanya hivyo, akishirikisha imani yake, akishirikisha kile ambacho ameamini. Haipendezi kabisa ninakuwepo ofisini miaka kadhaa na walionizunguka hawajui mimi ni mtu wa namna gani. Hawajui nina nini ndani yangu. Hawajui kwamba nimeamini, nimeokolewa. Hawajui ni jambo ambalo halipaswi inakuwa pale katika biashara zangu na watu hawafahamu hicho kitu. Na mimi niko hapo na ninasema nimeamini na ninasema ni muamini. No, ni lazima nipatikane katika huduma hii ya upatanisho. Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, lakini sasa ameupatanisha ulimwengu, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, na ulimwengu huo, ndani ya ulimwengu ulikuwa wewe na mimi ambao pia tumepatanishwa na yeye. Na anasema ndani yetu mimi na wewe ameweka huduma ya upatanisho. Hii huduma sio ya malaika, hii huduma sio ya kiumbe kingine chochote. Ni huduma ya mtu aliyeamini. Kila mtu aliyeamini anapaswa kuhubiri injili na anapaswa kufanya wanafunzi. Lakini pia waraka wa kwanza wa Mtume Petro mlango wa 2 mstari wa 9 mpaka wa 10 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki yake Mungu. Hapa anazungumza identity, anazungumza utambulisho, anazungumza asili, kwamba ni mzao mteule, ni ukuhani wa kifalme, ni taifa takatifu, ni watu wa milki ya Mungu. Alafu tu inabakia hivyo hivyo? No, anaanza kutazamisha pia wajibu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Mstari wa 10, ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Kwa hiyo tumeitwa tuzitangaze fadhili zake. Tumefadhiliwa. Kuwa pamoja na Mungu hatukufanyia kazi yoyote. Kuwa na msamaha wa milele hatukufanyia kazi yoyote, na hautakao kufanyia kazi yoyote kitu hicho. Kuwa mwenye haki hatujafanyia kazi, ni fadhili. Kuokolewa kutoka katika nguvu za giza na mambo yote ambayo tuliyasoma katika wakati uliopita ni fadhili. Yaani ni kitu ambacho hatukustahili. Hiyo inatakiwa itupe ufunuo wa upendo wa Mungu, na huo upendo wa Mungu tubidiishe, tuone kabisa wivu kuambia wengine fadhili za Bwana. Tuone kabisa wivu kuwatazamisha wengine upendo huu mkubwa sana wa Mungu. Tuone kabisa wivu kuwatazamisha wengine wokovu mkuu namna hii. Upo, ni bure. Kuna aliye tayari aliyefanya, kama ambavyo tumejifunza tangia huko mwanzo. Lakini muamini mimi na wewe tumeitwa tupatikane katika kuzitangaza fadhili za Bwana. Tuenende katika dunia yote, katika ulimwengu wote, tukitangaza habari hizi njema na kufanya wanafunzi. Kile ambacho ninacho ndani yangu na wengine pia waweze kukipokea. Kaka, dada, ndugu, jamaa, marafiki, watu wa karibu, watu wa mbali, na dunia yote ambacho Mungu anakikusudia, dunia yote iweze kujawa na utukufu wake, iweze kujawa na maarifa yake, iweze kujawa na neno lake, na hata tuweze kufikia ule mwisho ambao Mungu aliukusudia tangu mwanzo, kwamba dunia yote ijawe na utukufu wake kama maji ambavyo yanaijaza bahari. Ni jambo ambalo liko katika moyo wa mtu. Mungu liko katika moyo wa Mungu. Mungu hataki hata mmoja apotee, lakini wote waifikirie toba. Yani wote wageuke, waamini katika yeye, kwa kile ambacho amekifanya ndani yake Kristo Yesu. Kwa haya mambo tunaona yanaendelea katika maisha ya muamini, na muamini kama ata exercise haya mambo ataendelea kukua katika wokovu, ataendelea kukua katika neema, kukua katika kile ambacho amekipokea. Nia yake ikigeuzwa na neno, lakini pia
na anapokuwa katika maombi yanaachilia nguvu za Mungu zinazompa ujasiri wa kuendelea kupatikana katika majukumu ambayo anapaswa apatikane kwayo, wajibu ambao anapaswa apatikane katika wajibu. Neno la Mungu pia likiendelea kumbadilisha na kumgeuza, na kazi, na hiyo ndio kazi ya Roho. Kazi ya Roho inaendelea ndani ya muamini na kupitia muamini. Muamini akiwa anaendelea kugeuza nia, utu wake unaendelea kufanania kile ambacho amekipokea, ufahamu wake unaendelea kupokea kutoka katika Roho ambayo yenyewe tayari imekamilishwa, basi tunaona mtazamo unabadilika, tunaona akiwa na dumu katika mwenendo tofauti na aliyokuwa nao mwanzo, tunaona akipatikana katika kuwajibika, aishi tena maisha kwa ajili yake, anaishi maisha kwa ajili ya wengine. Na hapo ndipo ambapo tunapata tafsiri sahihi kabisa ya muamini, kuishi kwa ajili ya wengine kwa kile ambacho amekipokea ndani yake. Na hapa ndipo ambapo tunaona nyakati katika wokovu uliopo kuna mambo pia ya thawabu hapa. Hapa ndipo ambapo kuna mambo ya thawabu, ambapo muamini atalipwa kulingana na namna ambavyo aliishi. So ataokolewa, ameshaokolewa, yeye ni wa mbinguni, lakini kulingana na kile alichopokea anapaswa kuwajibika. Kulingana na anavyofahamu anapaswa kuwajibika. Kulingana na asili yake anapaswa kuwajibika. Katika huo wajibu, katika huo mwenendo kuna thawabu. Tunaweza tukaangalia kwa upana zaidi katika somo linalofuata, nyakati katika wokovu wakati ujao. Tutaangalia zaidi kwa upana mambo haya. Kwa hiyo tunaona muamini hana maisha holela. Muamini kuna mambo ambayo anatakiwa sasa awe na shauku nayo, awe na kiu nayo. Unaposoma nyaraka kuna mambo ya kuvua, kuna mambo ya kukimbia, na kuna mambo ya kujivika, na kuna mambo ya kuyakimbilia. Haya ambayo tumeangalia hapa kwa uchache ndio mambo ya kukimbilia, ndio mambo ya kupatikana huko wakati wote, ndio mambo ambayo yatadhihirisha kile ambacho muamini amekipokea ambacho kiko ndani yake. Ni sehemu ambapo muamini atadhihirisha ule utajiri ambao ameupokea, ambao upo ndani ya Kristo Yesu. Anapojitazama katika utambulisho, anapata nguvu ya kutembea katika haya. Ama haya pia yanafanya kile ambacho amekipokea kiweze kudhihirishwa na kuonekana. Na tunaishia hapa kwa sasa, lakini naomba tuendelee kuwa pamoja kufuatilia mambo haya kwa kina kabisa, na tunatazamishana tu namna ambavyo wokovu unakuepo. Tumeanza wakati uliopita, tumetazama wakati uliopo, na endelea kubaki na mimi tutazame pia wakati ujao. Nyakati katika wokovu, wakati uliopo ama uliopita iko katika namna hiyo. Lakini unapoendelea kusoma nyaraka utaangalia mambo mengine mengi zaidi, na tutaendelea kuangalia sasa wokovu katika nyakati, katika wakati ujao. Tulichokitazama hapa ni mwenendo na mambo mengine mengi. Niseme kwamba Baba amekubariki sana, naendelea kujifunza pamoja na mimi, na Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni baba yetu pia, aendelee kutukuzwa katika maisha yetu, na mpaka wakati mwingine. Amen.